King Jesus Worship Center presents Bishop Charles Mwanda in a sermon entitled The Lord is your shield. Chukua tu Biblia yako na ufungue Luke chapter 10 verse 19. Luke chapter 10 verse 19. Nataka kuongea juu ya nguvu ambazo Mungu alitupa kama wanadamu. Ukiona Biblia inasema ya kwamba nimewapa nguvu, inamaanisha tuna pingamizi ya zile nguvu. Mungu hatuwezi akatupatia nguvu kama hajaona adui ambao ako mbele zetu. Biblia inasema kwa Kiingereza, behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hiyo ndio assurance ama uhakika ambao tumepata kutoka kwa Biblia, ya kwamba hakuna kitu kitakacho kudhuru, kwa sababu Mungu ametupa nguvu kinyume na yule adui. Mungu hawezi akatupa nguvu kama hajajua ya kwamba tuna adui ambaye ako kinyume na watu wangu. Kila wakati huwa anasema ya kwamba mtu mwenye huwa anakufa moyo ni mtu mwenye hawezi akashinda vita kinyume na shetani. Kila siku unapoamka asubuhi, shetani amepanga vita kinyume na wewe, na kila siku lazima ushinde vile vita. Wanasema ya kwamba adversity, you need to meet adversity head on. Wanadamu hukufa moyo, wanadamu hushindwa kuishi kwa sababu hawana tumaini na nguvu ambazo Mungu amewapa. Kama wewe unafanya biashara na leo hiyo biashara ileta hasara, kesho ileta hasara, kesho kutwa ileta hasara, na ufunge hiyo duka yako ama biashara yako, you will never succeed. Kwa nini? Kwa sababu the adversity imekuweza wewe ambao unafanya biashara. Huwa nasema hivi, kama mtu anaweza kufaulu kuwa na ng'ombe 1,000 kutoka kwa ng'ombe moja, kwa nini wewe hauwezi kufaulu? Kama mtu Hilton, mwenye ateka Hilton hotels in the world, alianza na kioski na akawa na pingamizi nyingi sana kutumwezi mzima. The next month akawa na wateja 5. He never gave up. Saisi ako na hotel all over the world. The tallest hotel in Nairobi, the Hilton Hotel. Na they are all around the world. In life, katika maisha, sisi kurudi nyuma ama kufeli kwa sababu tunaokopa kukutana head on na our adversity. Na Mungu hapendi mtu mwenye kufa moyo. Mungu hakuumba wanadamu wa kufa moyo. Anasema nimekupa nguvu ya kupinga kila nguvu za shetani. Kila nguvu za shetani ametupa nguvu, ametupa uwezo. Wanasema ya kwamba the greatest man in this world is the one who falls down and stands up again 7 times. Bila kukufa moyo. Magonjwa na kusukuma kwa kona, unashindwa iko namna gani? Wale waliokupenda hawapo, lakini watu wanatarajiwa waone machozi kutoka kwa macho yako. Wanatarajiwa waone you have given up, lakini wanaona you have a smiling face
you are going on. Yaani una face shida head on. Hauwezi ukahepa shida. Na kwa nini sisi Wakristo watu ambao tumeokoka we give up wakati kitu kimetokea kidogo? Mungu anatarajia apate watu ambao wanasukuma dunia hii mpaka isonge kando. Wakati wana wa Israeli walifika mto wa Shamu, wakaona mbele ni maji, kando kando ni milima, nyuma ni maadui wanakuja. Musa akaona hii haiwezekani. Akaanza kumlalamikia Mungu. Mungu alimwambia nini? Ambia wana wa Israeli waende mbele. Hakuwaambia toroka maji. Aliwaambia waende mbele. You face the adversity. Una face adui wako mpaka ainame. Usitoroka adui wako. Kama pasta yuko hapa ni adui yangu, kwa mfano tu yake, huwa naambia watu jambo moja, na hii huwa nasema kila siku. Adui yako ni wewe mwenyewe. Sio kama unanielewa. I will not care what you are talking about. Sitajali na wewe. Kwa nini? Kwa sababu wazi nikianza kuweka ndani ya moyo wangu nitapasa kutoroka. Na Mungu anatarajia kwamba Mkristo umeokoka unatoroka adversity. Unatoroka maadui zako, unatoroka shida. Hapana. Niliambia mwingine mahali fulani ni hapa tu karibu. Akasongeza nini? Ndio paundi ya shamba. Yule mwenye alikuwa anakaa akasema, Bishop umesongeza nini hapo ndio nini? Mpaka kwa basi mbili. Nisema nani no? Achana na yeye. Wacha asongeze na anataka. Na nikamwambia in only 2 months Mungu atajibu. Usijaribu kupikana adui yako. Kama umesongeza mwambie ukitaka fanya chenye unataka utaniona hapa. Baada ya miezi miwili akakuja akasema Bishop nataka kuuza hii shamba. Sio unanielewa? Na nikanunua hiyo shamba. Nikasema ashabi mwingine atokee karibu. Hata kusongeza tena mpaka tena. Kwa sababu ukisongeza na Mungu atafanya nini? Atanipa. Lakini kiinuka juu niseme niko wapi mwenye amesongeza huu mpaka hapa. Aisha kama unanipata. Nitakuwa natumia nguvu zangu, sio nguvu ambazo Mungu amenipa. Nguvu ambazo Mungu amenipa ni za kiroho ambazo sionekani. Ni katika maombi na makoti yetu Mungu anajibu maombi yetu. Sio midomo kuchukua ngumi na nguvu zetu. Mungu atatoka mahali upo, atakuachia wewe na adui yako na nguvu zako uone zitakufikisha wapi. Hallelujah. God is good. When you give up, Englishman said you stop living. In life, na watu wako hapo umepitia maneno mengi, umepitia mambo mengi. Sasa ingine unafika mahali unawaza, huyu adui wangu nitamfanya namna gani? Kwa nini huyu alinifanya hivi? Mawazo yale yote yanakusababishia kuathirika kwa afya yako. Shida unajiletea mwenyewe. Wakati mimi decide to forget about everything, angalia mwili wangu. Nilikuwa 32 kg. Nikisimama kwa kilo 22 mchungaji. Nilikuwa natembea na watu katika kichwa changu. Nilikuwa natembea na watu katika moyo wangu. Nilikuwa natembea na shida zangu ndani ya moyo wangu. Nikafika mahali nikasema no. Kwa nini najiletea ugonjwa? Kwa nini najiumiza na watu? Mtu anaenjoy anakula kuku, anaenjoy huko, mimi nimeweka katika moyo wangu. Mtu analala, mimi nahesabu mapato. Silali. Why?
Then the day I decided, siku ambayo niliamua ya kwamba mimi ni mimi na mimi ndio nitaishi. Sitawahi weka mtu ndani ya moyo wangu. Mimi ndio nitakayeishi, mimi ndio naumia. Kwa hiyo siku I have now been different. Kumbe mwili kuja sio kula vizuri. Kupata mwili ama kupata usingizi usiku, kulala vizuri, sio kwamba umekula vizuri. Ni kuwa tuna amani. Symbol. Ukitaka unone kuwa na nini? Na amani. Wacha maneno mengi. Maneno mengi Mungu hakukupa wewe maneno mengi. Mungu amekupatia nguvu. Na nguvu ambazo amekupa ni za maombi. Nguvu ambazo amekupa mwanadamu hawezi kaona. Mungu unajua Mungu anafanya nini? Anakupigania wakati unaomba. Mungu amekupatia kinywa ya kula na kuzungumza, si matusi. Hata ukitusi adui yako na magani, hutakuwa ukisaidia. Biblia inasema nimekupa nguvu dhidi adui zako. Utawakanyaka na hawatakuathiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. When the storms comes against you in life, be like an eagle. Tai. Wakati inaitwa nini storm? Tai hutumia dhoruba kuruka juu na kwenda juu sana. Tuishi kama tai. Wakati shida zimekuja, usikubali shida zikumalize. Mungu hakusema nitakutoa duniani, no. Atakuweka ndani ya shida na anajua una nguvu ya kushinda zile shida. Watu wengi sana tuna afya, tunawasa mambo yaliyopita. Tunakosa kupigana vita, kutumia nguvu ambazo Mungu ametupa. Tumeweka hizo nguvu kando. Sasa tukienda makanisa mengi, sasa tukianzisha hapa maombi ya kuona watu, kusoma watu na kutabiria watu watajaa mpaka huko nje. Unajua ya kwamba watu wako na shida. Na wenye wanaingia kanisani hawajaokoka. Enda makanisa Nairobi uone. Watu wamefurika mpaka huko nje. Wachungaji wameanza ukora. Ukora umejaa makanisani. Hawataka kufundisha watu wajue kumuomba Mungu. Hawataka kuwafundisha watu kukua katika Mungu. Lakini ni miujiza wanafanya ya ukora peke yake. Mwingine akaniambia hapa Kamguya tu na kanisa lingine hapo. Mama akainuka tu kwa ibada ya katikati. Pasa ameuruhusu utabiri yake. Mama akaanza kutabiri. Kanisa liliisha. Pasa anaijua. Jirani ya huyu pasta. Ndio nitamwambia baadaye. Mtu ameambiwa maneno, aingia kanisani, anatumia ile maneno ambayo ameambiwa, anatabiri kanisani, anaangusha kanisa. Watu wako na shida. Na zile shida wanatumia kuleta kanisani ili wapate suluhisho kanisani. Lakini wanakosa kupewa nguvu ambazo Mungu amewapa ili tupate kushinda mwovu shetani. Never give up in life. Use the difficult moment, the stones that life is throwing at you. Look at the diamonds in the stones that they are throwing at you. Wakati maadui wanarusha mawe kwako, tafuta diamonds ndani ya hiyo mawe. Wanasema ya kwamba wakati nisema hii habari, punda alianguka ndani ya shimo. Sawa sawa? Na wakawa wanataka kufanya nini?
kumfunikia ndani ya hiyo shimo. Wakati walikuwa wanarusha mchanga ndani ya shimo, yeye alikuwa anafanya namna gani? Anakanyaka, anaenda juu. Anakanyaka, yaani wakati mnarusha ile mchanga ili amfunikie ndani, na yeye anapata stepping stone ya kuja juu. Sio kama unanielewa? Wakati watu wanarusha na ile bakoo zake ndani ya kwa wanafunika ile punda ndani ya shimo, punda naye alikuwa na kazi yake kufurahia. Sasa alikuwa amekwama ndani wapi? Ya shimo. Hangeweza kutoka. Punda haweza akapanda juu, na wakaamua mfunikie ndani ya shimo. Na punda naye akasema thank you Lord. Wakati wanarusha yeye akafanya nini? Anatengeneza stepping stone na anakuja juu. Wanarusha na kuja juu, wanarusha na kuja juu. Almost akafika juu. Tumia yale matusi, yale maneno ambayo wanadamu wanatumia juu yako kupanda juu. Sio unanielewa? Nilisema hapa last Sunday, bila maadui hatuwezi kuwa hapa. Tumia mawe ambayo maadui wanarusha kwako kujenga nyumba yako. Sasa hivi tuko hapa, watu wanaanza kurusha mawe hapa. Nitafurahia sana. Sasa tajengea ofisi hapa. So yale mawe ambayo adui wanatumia kwako, yatumie for your own benefit. Are you getting it? Everything that happens in your life is an opportunity. God never does anything without putting there a diamond for you. Kila kitu ambacho kinatendeka, Mungu ameweka kitu ndani mwake. Use every opportunity for your own greatness. Mwingine akawa anatembea Nairobi na akaona watu wanaokota hii makaratasi hii, wanaokota machupa, na akaona hii makaratasi na chupa hii ni plastic na ni waste. Akasema wacha mimi niokote nami sitaiharibu. Akawa anaanza kusanya ile makaratasi Nairobi. Nikisema hivi ni sehemu na naelewa inaonekana Nairobi kina pasi. Anaanza kukota ile makaratasi. Ni maana akachukua mkokoteni. Akawa kila siku kazi yake ni kwenda mahali pa ile mapipa ile uchafu. Watu wameona ni uchafu, yeye ataona uchafu. Sio? Nini mnarusha uchafu? Ukipita hapo unafanya hivi, yeye ameona an opportunity. Akaingia hapo na mkokoteni, akawa anaweka zile makaratasi, akawa anaweka zile plastics, akienda kuuza. Sasa amejenga nyumba gani? Na hiyo. Na wenye walikuwa wanapita wakifanya hivi lieutenants wake. Don't leave any opportunity to pass you. Mungu amekupa nguvu ya kuharibu kila adui wa umasikini, adui mwenye anataka kushusha chini, adui mwenye anaweza kuharibu maisha yako. Mungu amekupa akili katika nguvu zake za Roho Mtakatifu. Are you getting what I'm saying? Niliambia vijana juzi ya kwamba we cannot accept the devil to laugh at us. Mama huyu anauza na hizi mboga hapo mahali. Ndekana kesho ukija hapo unaona huyu mama amepanua ile imekuwa kubwa. The following day ukija unaona ameandika mtu anahusia hapo. Juliza hii yuko wapi? Amekodisha kwa duka hapo. Mtu anamuhusia hapo. Mwenyewe kwa duka. As long as unaona kuna kama hapo. As long as unaona kuna matatu. Sio kama unaelewa. Don't accept to remain the way you are today. Mungu hapendi watu ambao hawana faida katika dunia hii. The Bible says, I have given you power against every enemy, against your adversity, against those who are putting you down. I have given you power. Bwana Yesu asifiwe.
I have given you power. Hatukuji kanisani kuombea tu watu wapone. Hatukuji kanisani kuombea tu watu vilema waamuke. Unakuja kanisani ili tuathiri dunia. We need to wake up as a church. We need to wake up. Jacqueline yuko hapa na kesho tukija. Jacqueline ni kuku sikukufa leo anzia sikine. Kesho sikufe never accept to give up. Mpaka siku moja uwe supply wa kuku hapa. Wa kuuliza ulianzaje? Useme nilianza mara 20, sikukufa mara 20, but I did never give up. Kwa sababu wakati zinakufa unasoma. Zimekufa kwa sababu ya pneumonia. Zinakufa tena unasoma. Zimekufa kwa sababu ya malaria. Zinakufa tena unasoma. Zimekufa kwa sababu ya kansa. Mpaka siku moja upate solution. Never give up. We have the president of America mmoja anaitwa nani? Alisimama kura. Sio more than 10 times. Sio kwa Kennedy alikuwa nani? Mpaka siku moja akawa the president. He did not give up. Kama watu wa dunia wako hivyo na akili kama hiyo, kwa nini sisi tunapenda ku give up? Mtu anasema ayambia kisha akasema baba amezeeka kweli. Yaani akazeeka. Mpaka unani? President. Lakini unaona mtu anakuja kanisani leo kesho amekifa. Leo umeasia kipanda chako cha chakula, kesho kimeanguka, umekifa. Leo umeasia ng'ombe yako ya maziwa uko nayo leo, kesho imekufa, ukifa. You are useless. Mungu anataka wale watu ambao wako na nguvu, ambao wanaomba na kuapproach shida na kupenya zile shida. Kama ukuta shetani ameweka mbele yako, vunja ule ukuta. Sio kama unanielewa? Kama ameweka bahari mbele zako, vunja ile bahari. Hapa kuna mapresident hapa, na maprime minister hapa. Na watu wakubwa mahali hapa. Lakini naachia watu wa dunia wenye hawajaokoka. Wacha siasa sianze uone. Utaona tu mtu anapigia tu watu wenye hawajaokoka tu makofi hivi. Yaani unawainamia tu kwa sababu wale ndio kila kitu, wana siasa ndio kila kitu. While God has given you power. Whatever you are doing, don't give up. Mungu akamuuliza Musa, una nini? Sisi we have hope. We have Jesus Christ and we have to go on. No matter what, we cannot give up. Sio kama unanielewa? Kama leo nimepanda mahindi, na mahindi yangu kwa shamba nimepanda kunya moja kwa eka moja, au not give up. Kama kiwake anapanda kunya 30, huyu si na mimi. Mpaka pia mimi nipande 30. You don't give up. Tuseme ya kwamba wale wako navyo. Hakuna mwanadamu alisaliwa na nguo. Hakuna mwanadamu alisaliwa na pesa. Hakuna mwanadamu alisaliwa ameokoka. Why are you giving up in life? Kwa nini wewe haulali usiku? Kwa nini unafikiria dunia is against you? God has given you the ability. He has given you the power. Kuwa kitu chochote je unataka kuwa. Sasa huyu kijana Mashi akisema kwamba mimi nataka niwe president. Huyu mwana amekaa hapa. Na aseme leo I want to be the president. Ataanza na vijana kanisani kwa organize. Sio ataanza huko. A gen of 1,000 miles inaanza the first step. Ataambia vijana hapa wamwamini. Vijana wa hii kanisa 20 wakimwamini kuisha. Jesus had only 12 disciples. Walipoamini Yesu alipokufa, the gospel is around the world because of only 12. Hakufundisha watu wengi 12.
determination, sacrifice, and sweat will take you very far. Just wake up, say, no, I am going on. I refuse to remain down. Nakataa kutekelewa. Nakataa kuombaomba. Nakataa kuangaliwa kama maskini. I stand up. I refuse poverty. Nakataa. Mimi ukiniona hivi, nikiamka na kulala, kufikiria pesa. Si mchezo. Bila pesa hatuwezi kuwa na hii. Bila pesa hatuwezi kuwa na mic. Bila pesa injili haiwezi kuhubiriwa. Kama leo tumelala saa 6. Tuliona pesa mahali. Mimi na Jeff na Emma. Tukaona pesa mahali. Tumesipata. Tukapata pesa. Jamani sitaziona. Hatukulala leo. Kwa sababu kama tungeselect singeenda sio. Simekuja usiku na singeenda. Nikaambia Jeff, nikaambia ala ndio huyu hapo. Nikaambia Emma, hizi pesa lazima tusipate. Tukafanya hivi, tukakimbia huko na huko, Emma sikapata pesa. Lakini kama nilikuwa mtu mwingine mwenye hajukutafuta pesa, singeenda, si ndio? Unasema kwa ya not ready wa Kenya hapa tutakuwa tayari. Hata angalia tu labda mkuje siku nyingine. Sisi tulisema hapana, hapa ni hapa. Hapa ni hapa. Na tukasipata tukascrap. Don't leave any opportunity to pass you. In life, don't accept to sit down. Unasikia msiki vijana? Vijana unasikia? In life, don't accept to sit down. Usikubali mtu akudhalilishe. You are very important. Usikubali mtu akwambie you are useless. You are very important. Usitembee kama maiti barabarani. Na kijana tu unatembea kama maiti. Hata kama hauna pesa, tembea kama mtu mwenye uko na pesa. Have hope. Walk with the hope. God has given you power. He has given you authority. You are a king. Si kama unaelewa? Na watu wamebeba mboka. Na watu wameuza mboka kuanzia ameanza na shilingi 10. Sasa amekuwa milionea. Nipeana mfano wa mama ako Mombasa. Anatengeneza viazi karai. She did not give up. Your mama ni tajiri sahi. Na vijana wanachukua mkokoteni wanauza maji. Alikataa ku remain down. Sasa amekuwa milionea. Sio kwa na nguo safi. Sio kwa na viatu vimepika rangi, hiyo sio pesa. Tai sio pesa. Kutengeneza nywele kwenda kwa saluni, siku yote kwa siasa mpaka kesho ndio wamalize. Hiyo sio pesa. Ukitaka kupata huyu mtu akona shida, unaona nywele ameweka mambo mengi kwa kitu mwenyewe anatenda kufanya vitu. Huyu akona shida hana pesa. Kwa sababu anachukua siku 2 anakaa kwa saluni. Huyu ana kazi kweli? Mtu mwenye ako very busy hana time ya kukaa kwa saluni kwa 2 hours. Yeye mwenyewe tu kwa kia anafanya hivi anaenda saki. Sio kama unanielewa. This world, the time is not waiting for us. Wakati unaenda kimbisana na wakati vijana. Unaseeka na uko miaka 18. Kimbisana na time. Sawa. Una shamba lako hapo nje. Panda sukuma hapo. Weka nyanya hapo. Weka vitunguu hapo nje. Wakati watu wanapata pesa na mbelea kudadi, umepata shilingi 10 kutoka kiasi yangu. Sukari ndio hii mambo hapo nyuma. Unaona kijana amemea ndefu, bado anakaa na mamako kwa jikoni, useless. Anaomba mamake, anaomba babake pesa ya sabuni. Umemaliza shule. Sasa vijana wanafunyia watu mahindi, wanakata miwa.
wanadimia watu. Wewe umeweka viatu sharpshooter, umeweka nywele, umetengeneza nywele yako, unatembea kama si kama nani, kama rafiki ya shetani. Baada ya kufanya kazi, ukiamka asubuhi shambani fanya kazi. Kijana mjinga ndiye anaamka saa 2 anakaa kwa kiti na angalia TV na kunywa chai. Asara kabisa hii. Lazima shetani ajue tuna watoto wa Mungu na Mungu alisema tutakula kwa jasho letu. Ikifika saa 2 wewe umetoa jasho unakunywa chai. Mungu anasema thank you my son. Sio unaelewana? Hata wakati wa kulala vijana wanajua majina yao yote. Kazi hawana. Akimaliza naomba sabuni. Kama wewe sasa uko hapa, wewe kijana kama uko hapa, umemaliza shule, sio kumaliza shule. Uko zaidi ya 18 na bado unaomba sabuni kwa mama yako, usioe. Au ndio vijana wanaoa na wanakaa kwa nyumba, mkiona ndio kutafuta unaona amebeba mtoto. Mama anakuja tu. Mama anaenda kutafuta. Imagine mwanaume tu mzima anabeba mzogo na wale wengine. Anasema inyoho leoma. Maikaje huyu. Ni kaskani. Mungu aliumba Mungu dukani wewe. Wewe ndio kana tu uitwe mama, huyo mama aitwe nani? Full. Kwa sababu Mungu alikuumba ya kwamba ufanye kazi. Na kama mtoto wangu akija kwangu akisema nataka shilingi 10. Ni shilingi 10 nifanye nini? Nimpatie? Ni vibaya sana kama mzazi kuambia mtoto sina. Kama mimi na wengine wawili hatari. Sio wako. Hata nikitoka hapo ile saa hiyo ndio atauliza sisi 20 ni 10. Wakiwa Mombasa wanaulizanga tu 10. Wakiwa hapo wanaulizanga nini? 10. Na wewe kama saizi wewe ni mwanaume utaoa, unategemea mama yako. Baba yako mpaka sasa atapata kitu chochote kutoka kwako. What kind of a man are you? For us to succeed in this life, lazima tujue Mungu hatupa nguvu ya kukaa chini. Unaamka asubuhi maombi. Vunja nguvu za shetani. Ambibuka. Direct yourself. Kitu gani tafanya leo utoe jasho? Leta faida katika maisha yako. Never give up in life. Never give up. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Without pain in life, we cannot grow. Hakuna mtu amepita maisha bila uchungu. Kila mmoja mwenye wako hapa akiandika historia utaona ni uchungu peke yake. But we never give up. We need to fight and defeat our enemy. Our enemy is surrounding us. Na Mungu amekupa nguvu. Sawa. Na sio nguvu ziko katika makoti na maombi. Unashinda mwovu shetani. Hakuna siku mimi nimekaa chini napika story zaidi ya dakika 30. Sio kwa mwaka msiendeni. Yaani nimekaa chini napika story. Dakika 30 siisha napika story. Huwa sina. Kwa nini? Kwa sababu time zinakimbia. I have to run with time. Ili wakati nitakuwa nimezeeka nasema nimefanya nini? Nimefanya kazi. Nikikaa sasa nianze kuongea mambo ya siasa, dakika 30 ziishi. Afadhali nichukue jembe, niende kwa shamba, nipande kiti. 30 minutes, my friend, 30 minutes. Ndio kupanda mikomba ya ndizi 15. Hiyo 30 minutes. 30 minutes. Ndio kwenda kuongoa mahindi 100. 30 minutes. Nenda kwenda kwa kewa nikafanya kitu. Why are you wasting time?
God has not given us energy to waste it. He has given us energy to use for the purpose of building His kingdom. Hallelujah. God is good. God is good. And all the time. Mwingine akasema ya kwamba kwetu sisi tulisaliwa katika laana. Na mwingine akasema hii soko ya mahonge ilijengwa na ilikuwa inaenda nyuma baadaye kwenda mbele. Yaani ilikuwa inakufa baadaye kufanya nini? Kuendelea. Nikasema hapana. Siku moja tukaweka crusade hapo mahonge, si kwa Marekani. Hapo nyuma. This was the first crusade. We declared that mahonge cannot die. Sasa ndio wale mahonge inaendelea polepole. Sasa inaweza kwenda mbele. Maombi inafuta nguvu za shetani. Kama kwenu watu wameoroka, enda sasa kwa makoti. Kama kwenu tuna umasikini, tuna vita ambavyo shetani ameleta, maombi inafuta kila nguvu za shetani. Tumepatiwa uwezo. Sio kama unaelewa? Na jamii nyingine ndio kina kwao, njia ya kwenda nyumbani hakuna. Kwa nini? Hawatarajiwa kununua gari siku moja. Yaani ni kama tumeishi katika laana. No! Lazima tuende katika ile bomba, we declare the glory of God. Sio unanielewa? Lazima Mungu afungue njia mahali shetani amefunga. Because tumepatiwa nguvu, tumepatiwa uwezo kwa Biblia. We cannot accept to remain down. We cannot accept to give up in life. Whatever you do, don't give up. Kama umefanya kitu na kimekufa, kiamshe tena. Kama maono yako ni kuwa na kuku 5,000, don't give up. Hiyo kuku moja ambayo uko nayo itakuletea 5,000. Don't give up. Kama una ng'ombe moja, unasema sijui ng'ombe, no, hiyo ng'ombe moja one day itakuletea 1,000. Don't give up. Kama una biashara zako, unaona wateja hawako, don't give up. One day utakuwa na wholesale. Just don't give up. Chochote kile unafanya, please don't give up. Umepanda mahindi, hautafuna chochote, please don't give up. Sasa usikubali watu wakuchekelee kwa sababu hauna. Nyumba yako kama unakaa kwa kumia, kabisha kisho kwa rudisha pasa hapo. Furahia maisha ambayo uko nayo. Sasa God is going to raise you up. God is going to destroy your enemies. Hakuna adui atasimama mbele zako. Provided don't give up. Ambia jirani yako don't give up. Mwambie tena don't give up. Yes, chochote chenye unafanya, don't give up. Na Mungu atakuinua mahali upo, atakuweka mahali pengine. Because you have not given up. Juzi tulikuwa na rejesha shule ya Mombasa. Karibu nisi. Yaani kama ingekuwa mtu hapa kaniambia so ufunge hii shule. Matatizo ni nini? Serikali wanakuja, wanasema registration nini. Nikasema mimi I never give up. Sio kama naelewana. I never give up. Sasa shule imesimama. Juzi watu wa serikali wamekuja kwa hospitali wakashika daktari. Kaniambia sasa wewe, nikasema I never give up. Kama watu wameendelea wako na kakani hospital, why should I give up? In life, don't give up. Sasa kuanzia leo vijana, chochote chenye unafanya katika moyo wako, don't give up. Maono ambayo uko nayo, please don't give up. Sasa Mama Mercy, whatever ambacho unafanya sahihi, kifanye na nguvu zote. Fuata maono yako, hatima yako, your destiny. Don't give up. Vijana nasikia, kila ambacho Mungu ameweka ndani mwako, nataka kuombea ukifanye hivi sahihi. Kila ambacho Mungu ameweka ndani mwako basi. Vijana, don't give up.
You are very important to rest yourself. Very important. Mzee kama huyu atafurahia wakati mtoto wake atakuja aseme, baba suti yako ndio hii, baba viatu yako ndio hii. Si ndio? Baba leo nakupeleka Nairobi, na mama leo unaenda picnic Nairobi. Ingia kwa gari. Msasa anafurahia kitu kama hicho. Vijana wanasikia? Msasa anafurahia mtoto anapotea nyumbani, unatafuta hayupo, akionekana watoto wawili. Na unamkama kwa kweli shule imebadilika. Mpaka msasa anasema kwa nini nilizaa? Mama unasema hivi, kwa nini mimi? Kwa nini mimi nilifanyaje? Nilikosea wapi? Vijana, mko hapa kufurahia wasasi wenu. Mungu amewapa opportunity, mko kanisani leo. Mungu na chance to make it in life. Usiseme kama watu, kama vile Mungu wetu wazi kama ningelikuwa. Wachana na hiyo. Right now you have an opportunity. Hata kama saa hizi maisha yako hapo nyuma nienda kaenda nyosha ile maisha yako. Sema no, I refuse my past history. I start writing a new history today. Naanza kuandika ukurasa mpya. Nataka niwe kitu leo. Sio kama unanielewa. Ili uanze sasa step by step to make it in life today. God is waiting upon you. Kama uko na stress, pelekea shetani. Sitakuletea alisa, upeleke pesa kwa hospitali. Usitembee na marafiki ambao poisonous. Kazi yao ni kuongea vitu ambavyo haviko. Tembea na marafiki ambao wanakupeleka mbele. Vijana, na ngoja mfano ya kwamba walk with the right people. Sasa, tembea na watu wenye wako na maono. Walk with people to vision. People can help your destiny. Help you go to your destiny. Usitembee na watu wanaongea vitu vya ujinga peke yake. Don't waste your time. You are precious community. God is the reason to create you. There's a purpose for your life. Mungu alikuwa na sababu. What is the purpose ambayo Mungu alikuambia vijana? Mimi nikipata jana msimamo kama hapa kwa msimamo hivi. Kwa naona hii ni kitu kali hivi. Mungu alikosea wapi? Watu wengine Mungu aliwaumba wakati alimaliza kuumba akasema sasa leo ndio sina kazi ya kufanya. Akaona ka udongo kamebaki mahali kwa kona. Watu wengine waliwaumba. Watu wengine waliwaumba wakati Mungu amemaliza kazi na akaona udongo umebaki kwa kona. Akashika na kufanyia Mungu. Yana hauna faida yoyote. From today wake up. Sasa wake up. Ambia jirani yako wake up. Mwambie kwa sauti wake up. Ajasikia mwambie wake up. Mwambie sikupate njiani nimesimama tu. Hallelujah. Unaona nyumba iko na wasichana na nyumba ni chafu kufadhiliwa. Saa 12 asubuhi lekana nyumba ukiingia unafikiria watu wanakuja. Unajua huyu msichana kwa nyumba ana maono. Lakini mtoto anaamka saa 2 sina nguvu. Saa 2 kitu asubuhi saa 2 na kama ndani inapota mwili. Elito walio walikuwa mpaka mno. Bakusingana. Sisi mahali jayo. Unajua ni nyumba iko na shida. Unaandika nyumba iko na shida. Mungu ametupatia uwezo. Tufurahishe Mungu. Nyumba zetu tufurahishe Mungu. Sawa sawa. Maisha yetu yafurahishe nani? Mungu. Kesho
chochote ambacho tunafanya kimfurahishe Mungu. So today nataka kusema hivi, nguvu ambazo Mungu ametupa ni nguvu za kuharibu kila adui wa maisha yetu. Tupenye mahali ambapo hatungeweza kupenya, kuingia mahali ambapo hatungeweza kuingia, kufanya vitu ambavyo hatungeweza kufanya. Hata kama adui wamekusonga kwa namna gani, unapopika chini makoti na uombe Mungu, atashusha nguvu zake na kuyeyusha nguvu za adui. For more of our sermons, please subscribe to our YouTube channel. You can also like our Facebook page, follow us on Instagram, King Jesus Worship Center Mombasa. Stronghold. We welcome you to worship with us. We are located in Mombasa, Makongo, Changamwe. Nobody